tumempigania hapa Masasi miezi mitatu. Mimi nimekaa hapa ili asinyang'anywe ubunge, alafu najua wote ni kina Mwambe, najua wote ni nyumba moja. Siri za Masasi na Ndanda nazifahamu mimi, nazifahamu. Miezi mitatu ni michache kukaa hapa. Kwa miaka 9 imepita tangu 2016 nilipokuwa hapa, na kwenye hiyo miaka 9 mambo mengi sana yametokea, na mengine ni mabaya, sio ya kusimuliana, lakini tumshukuru Mungu ametukutanisha tena. Nimefurahi kuja tena Masasi, nimefurahi kuwaona tena wananchi wangu wa Masasi. Sasa nataka tuzungumze leo, tuzungumze mambo ya nchi yetu, tuzungumze mambo ya Masasi yetu, tuzungumze maswala yanayotusibu sisi wananchi. Sasa ndugu zangu, nyie wa kusini, nataka nianze nizungumze ya kusini, ya mikoa ya kusini. Tumekuja hapa tarehe 4, tumeanza ziara ya kanda ya kusini tarehe 4. Tumesafiri kutoka Dar es Salaam, tukafanya mikutano Somanga, tukafanya mikutano Kilwa Kivinje, tumefanya Lindi mjini, tumefanya Ndanda, tukafanya Mtama. Jana tulikuwa Ruangwa, tukaenda mahali panaitwa Chinongwe, tukamalizia mkutano mkubwa kabisa sana na Chingwea jana, na leo tuko hapa kwenu Masasi. Kesho tutaenda Ruvuma. Tulipotoka Dar es Salaam, tumepita Somanga, tukaenda mpaka Kilwa. Hiyo barabara ilikuwa inapitika, leo imekatika. Madaraja mawili yamesombwa na mvua. Au nakosea? Kwa namna pekee leo yenye wananchi wa Masasi, wananchi wa kusini, namna pekee ya kwenda Dar es Salaam, aidha mruke kwa ndege inakuja Masasi hapa, inakwenda Lindi, na ijue inakwenda Mtwara. Inabeba watu wangapi? Kwa hiyo namna ya kwenda ni ya ndege, na hakuna ndege inayoweza kutosheleza nyie watu wote wa kusini mnaohitaji kwenda Dar es Salaam. Au vinginevyo wende kwanza Songea, mtokee Njombe na Iringa na Morogoro, ndio mwende Dar es Salaam. Asa nataka tuzungumze hilo. Mwaka jana hayo madaraja hayakusombwa na maji, yalisombwa mwaka jana, na mwaka huu yamesombwa. Unafikiri ni kwa nini? Unafikiri ni kazi ya Mungu? Unafikiri ni kazi ya Mungu? Yalisombwa mwaka jana, yalijengwaje unafikiri? Watu wameweka kakifusi hivi, wakalambisha lami, wakasema piteni, na hela wamelipwa. Na serikali ipo,
ya mama. Piga picha nchi nzima, mabango kila mahali. Barabara kusini imesombwa na maji mwaka mmoja baada ya kusombwa na maji kwa mara ya kwanza. Na kusini haiwezi kusafiri kwa njia hiyo tena. Na kama huwezi kusafiri kwa njia hiyo, uende Mtwara mkapange foleni ya ndege kama mtaweza nauli zake. Sawa sawa. Sasa ndugu zangu, nachotaka kusema ni kwamba hii kusini hii mmeikosea nini CCM? Mmeikosea nini? Mmekosea nini mama na chama chake? Mmeikosea nini CCM? Mmeikosea nini serikali ya nchi hii? Kwa sababu sio barabara tu, katika mikoa yote maskini ya nchi hii, mikoa maskini zaidi ni ipi? Mikoa ya kusini. Mikoa ambayo ni maskini kwa miundombinu ya barabara na miundombinu mingine ni ipi katika nchi hii? Ni mikoa ya kusini. Ni mikoa gani katika nchi hii iko nyuma zaidi kielimu? Ni mikoa ya kusini. Au nakosea? Au nakosea? Wameikosea nini CCM nyewe? Mmewakosea nini mpaka wawatelekeze namna hii? Hivi leo nikisema, sijui kama kuna wazee wenye umri wa kutosha hapa, lakini ikiwaambieni Uingereza alijenga reli kutoka Mtwara mpaka Nachingwea kwa ajili ya kilimo cha karanga, mtasema nasema uongo? Kulikuwa na reli kutoka bandari ya Mtwara mpaka wapi? Nachingwea. Kulikuwa na mradi mkubwa wa karanga na mbegu za mafuta mkubwa kuliko mradi mwingine wa aina hiyo Afrika chini ya jangwa la Sahara, mjengwa na Waingereza. Uhuru umewaleteeni nini wananchi wa kusini? Uhuru umewaleteeni nini? Kuna kipindi mikoa ya kusini ilikuwa ni mahali pa kuwapa watu adhabu. Ukiwa mtumishi wa serikali, kama hawakupendi, wanataka wakusumbue, wanakuhamishia Lindi au Mtwara. Kuja kusini manake ni adhabu. Mmewakosea nini hawa watawala wa nchi hii, watu wa kusini? Mmewakosea nini? Na hii mikoa yenu, korosho yote ya nchi hii, inatoka huku. Hauna kosea. Na sasa hivi kwenye hii miaka ya karibuni hii, kwa zaidi ya miaka 10 sasa, korosho ndio zao linaloingiza fedha za kigeni kuliko kahawa, kuliko pamba, kuliko chai, kuliko mazao yote ya biashara kwa ujumla wao. Pesa inayotokana na korosho ya kusini ni nyingi kuliko inayotokana na hayo mazao mengine yote kwa ujumla wao. Halafu watu wanaoitwa wamachinga wanaitwa wamachinga kwa sababu karibu wote wanatoka huko. Kwa nini? Mmewakosea nini?
Mnawakosea nini hawa watawala? Mikoa inayolima ufuta, mikoa inayolima ufuta kwa wingi kuliko mikoa mingine yote nchi hii ni mikoa ya kusini. In fact ni mkoa wa Lindi. Ufuta, na watu wanatajirikia ufuta. Wanaotajirikia ufuta sio watu wa kusini. Mnalima mbaazi, au nakosea? Mnalima mbaazi, na watu wanaotajirikia mbaazi sio nyie. Nyie watoto wenu stahili yao ni umachinga. Watu wanaotajirikia mbaazi zenu ni watu wengine kabisa. Mmewakosea nini sisi? Sasa tangu tumeingia kanda ya kusini, kuna mambo nimeyaelewa, nilikuwa siyaelewi. Kuna mambo nimeyaelewa. Nimekwenda Ruangwa na Nachingwea, naambiwa hivi: ukilima korosho au ufuta au mbaazi, kuna janga la taifa linaitwa stakabadhi ghalani. Stakabadhi ghalani. Kulima unalima wewe, kupalilia hayo mapori unapalilia wewe, kama ni dawa unapiga wewe, utavuna wewe, mahangaiko yote ni ya kwako, jua ni la kwako, mvua ni ya kwako. Ukishavuna tu hayo mazao sio ya kwako tena. Unaambiwa peleka wapi? Peleka ghalani. Ukipeleka ghalani sio unaenda kupewa hela, unaenda kupewa kipande cha karatasi. Unaenda kupewa kipande cha karatasi. Unaambiwa hivi: wewe uliyelima korosho au mbaazi au ufuta, unaambiwa wewe hujui kuuza, tuachie sisi tukuuzie, halafu tutakuletea hela. Tutakuletea hela. Hao watu wanaosema peleka ghalani ukapata stakabadhi, ukimuuliza wewe shamba lako la korosho liko wapi, unatafuta ugomvi na utaupata. Ukimuuliza wewe shamba lako la ufuta au la mbaazi liko wapi, unatafuta maneno na utayapata. Ama polisi watakuhusu. Alafu unapeleka mazao yako ghalani, wanaenda wanauza. Wakajana nimeambiwa Nachingwea na Ruangwa nimeambiwa vile vile, wakajana wameuza korosho kilo moja shilingi 2,700, wakulima wamepewa 1,800. 1,800 ndio stahili yenu. Wamechukua kwenye kilo moja, wamechukua shilingi 900 kwenye kilo moja. Wao wanatajirika, hawana hata eka moja ya korosho, hawana hata eka moja ya ufuta, hawana hata eka moja ya mbaazi, lakini wenye kutengeneza pesa ni wao. Wewe unaambiwa, na hiyo 1,800 sio kwamba utaipewa yote. Kuna hela ya usafirishaji, au sio? Ukiwa Chinongwe unaambiwa peleka stakabadhi ghalani, si wapi kule tulikwenda Ruangwa. Nauli ya kusafirisha kilo moja kutoka Chinongwe mpaka Ruangwa shilingi 50 kwa kilo. Ukiweka tela moja, ile trela moja yenye nini, ni shilingi 1,000,000. Ina gharama kubwa kuliko kubeba mzigo kutoka Dar es Salaam mpaka Ruangwa. Unaelewa?
Kama una gari yako mwenyewe peleka uone kama utakabiliana na mapolisi. Wanakamata. Kwa sababu haya mazao sio ya kwenu, ni ya kwao. Yakisha vunwa yanakuwa ya kwao. Ni ya kwako yakiwa shambani tu. Kabla hayana uwezo wa kuwa hela, ni ya kwako. Ndio maana mwachi kuwa maskini yake. Nyie mnafikiri umaskini huu ni wa Mungu? Ni umaskini wa stakabadhi ghalani. Tunaelewana? Nikaambiwa kitu kingine. Watu wa wapi pale kwa waziri mkuu? Wa Ruangwa. Kwenye kila kilo moja ya korosho wanakata shilingi 20, inapelekwa kwenye timu ya mpira inaitwa nini ile? Yaani wewe mkulima wa korosho, uwe unaijua hiyo timu au huijui, wanakata shilingi 20 kwenye kilo yako ya korosho. Ile timu ilikuwa ya wazungu ya mgodi. Sasa imekuwa ni namna ya kunyonya wananchi wa Ruangwa na wa maeneo haya. Ndio maana ya umaskini. Hautokani na Mungu. Yale maneno mpaji Mungu. Mpaji wanaiba alafu wanawaambia mpaji Mungu. Wanawaibieni, wanawatieni umaskini hapo, wanaandika kwenye magari yao. Aliyenipa mimi ndio amekunyima wewe. Sawa sawa? Ndio maana kusini iko nyuma. Kuna kipindi fulani mlikuwa mnauza korosho yenu kwa wafanyabiashara, mnapatana bei, au sio? Hamkuletewa jeshi nyie? Hamkuletewa jeshi? Jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, ambao kazi yao ni kupigana na wanajeshi kama wao, waliletwa ili kuja kuwaibieni korosho kwa nguvu. Na waliwaibieni korosho kwa nguvu. Na mtoto wenu alikuwa waziri mkuu. Au namsingizia? Namsingizia? Wawe kuniambieni nye watu wa kusini, mmewakoseeni nini hawa CCM? Wanawafanyia mabaya yote haya kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Sasa yote haya yanatokea kwa sababu kubwa ni hii. Hamna viongozi wa kuwasemea. Hamna watu wa kuwapigania. Na nyie mmeaminishwa kwamba hamwezi mkajipigania. Hamna watu wa kuwapigania. Wabunge sio wa kwenu. Wabunge wanachaguliwaje? Ili mbunge achaguliwe huyu Mwambe hapa na Mwambe wa pale, kitu gani kilitokea? Ili Majaliwa achaguliwe waziri mkuu ilikuwaje? By the way, amechaguliwa, amepigiwa kura na nani? Wa Ruangwa. Nani wa Ruangwa aliyepiga kura hata moja ya kumchagua Majaliwa, Kassim Majaliwa kuwa mbunge? Nani aliyepigia kura Cecil Mwambe hapo na nini? Tuna mfumo wa uchaguzi ambao hauturuhusu sisi wananchi kuchagua viongozi tena. Nani aliyempigia kura Nape Nnauye? Nani? Kwa hiyo Nape Nnauye hajapigiwa kura na mtu. Cecil Mwambe hajapigiwa kura na mtu. Majaliwa hajapigiwa kura na mtu. Wengine wameshinda kwa sababu ya mitutu ya bunduki na mabomu ya polisi. Alafu unategemewa kienda bungeni, unategemewa kutetea. Wa kutetea kwani umewapa huo ubunge? Wa kutetea kwani umewachagua?
wamechaguliwa kwa mitutu ya bunduki, wamechaguliwa kwa kuengua wapinzani, sio kwa kura zenu. Kwa nini wawatetee nyinyi? Na madiwani ni hivyo hivyo, na wenyeviti wa vijiji ni hivyo hivyo, na mitaa ni hivyo hivyo. Kwa ukikabwa hapa na polisi wamepelekwa kituoni, unasingiziwa kesi, na kesi zote huwa ni za kusingiziwa. Kuna wa kukusemea, sio mwenyekiti wa mtaa, sio kitongoji, sio mwenyekiti wa kijiji, sio diwani, sio mbunge. Ndio maana sasa wanapoiba mazao yenu hamna anayesema, kwa sababu tuna mfumo wa uchaguzi usioturuhusu kuamua nani ndio atusemee. Unanielewa? Na hii itaendelea tusipofanya mabadiliko. Hii itaendelea mpaka Yesu atakapokuja kutukomboa wazima na wafu. Sasa nani anayetaka haya? Nani anayetaka haya? Nani anayetaka kuendelea na mateso haya ya bure ya CCM mpaka kiyama? Nani? Ndio maana tunasema, ndio maana sisi wa Chadema tunasema, kama hawataki mabadiliko kwenye mfumo wa uchaguzi, tuzuie uchaguzi. Uchaguzi usifanyike. Sasa uchaguzi hautafanyika kwa sababu Lissu amesema tu. Hautafanyika kama wananchi wa Masasi na wananchi wa Tanzania hii mkikubaliana na msimamo wetu, mkasema uchaguzi huu hautafanyika. Hatutaenda kupiga kura, hatutaenda kujiandikisha. Siku ya uchaguzi tutaandamana. Wanatufunga wote. Wanatufunga wote. Kwa kosa gani? Watatufunga kwa kosa gani? Kuna sheria gani ya Tanzania inayosema kwamba lazima tushiriki kwenye chaguzi za kijinga? Sheria gani hiyo? Ya nchi gani? Kwa kama hawataki tutengeneze utaratibu bora wa kupata viongozi, sisi wananchi wa Masasi na sisi wananchi wa Tanzania tuharibu huo uchaguzi. Hawatatuwekea bunduki kichwani sisi wote. Wanaweza hiyo? Wanaiweza hiyo? Ndio maana tunasema bila mabadiliko hakuna uchaguzi. No reform, no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Sasa kuna wajinga wanasema hivi, msipoenda kwenye uchaguzi chama kitakufa. Jamani, tumekwenda kwenye uchaguzi mwaka jana mwezi wa 11. Tumepata nini? Tumepata nini? Watu wetu wameuawa. Watu 4 wameuawa kwa sababu ya uchaguzi wa vijiji na mitaa mwaka jana. Tulienda kwenye uchaguzi mkuu wa 2020. Waliua watu zaidi ya 25 Zanzibar, wakaua watu Tunduma, wakaua watu Tarime. Tulipata nini? Tulipata nini? Tulikwenda kwenye uchaguzi 2019 wa vijiji. Magufuli aliufuta wote. Tulienda, tulipeleka wagombea. Tulipata nini? Kwa tukienda mwezi wa 10 tutapata nini cha tofauti na mwaka jana na 2020 na 2019? Tutapata kipi cha tofauti? Tutapata kipi cha tofauti? Wanaosimamia ni wale wale. Walioharibu mwaka jana ndio wanaosimamia mwaka huu. Walioharibu 2020 ndio wanaosimamia leo.
walioharibu 2019 ni wale wale. Kwa tukienda chama kinakufaje? Chama kinakufaje? Nyie wote mtaenda CCM? Mtaenda Chauma au Tadea? Msipoenda kwenye uchaguzi hamtapata ruzuku. Tunaambiwa hamtapata ruzuku. Aha. Kumbe shida sio kwamba watu wetu wanauawa. Shida sio kwamba watu wetu wanaenda kuumizwa. Shida ni kwamba twende ili tupate ruzuku. Tupate ruzuku. Hiyo ruzuku inafika Masasi. Inafika huku. Na haya maisha ya watu, bei kumbe ya watu, maisha ya watu ni ruzuku kwa vyama vinavyoshiriki upinzani wa uchaguzi. Nilidhani kwenda kwenye uchaguzi ni kwenda kutafuta viongozi. Kumbe kuna watu wanawaza pesa. Hawajali watu kufa. Ndio hivyo. Sasa sisi ndugu zangu wa Masasi, tumesema tutafanya kila linalowezekana kuhamasisha umma wa Tanzania kuzuia uchaguzi. Nyie mnasemaje? Nyie mnasemaje watu wa Masasi? Na mtu anayesema wanaogopa uchaguzi, ndugu zangu, mimi na miaka 57 leo. Miaka 57 sio umri mdogo. Nimeanza kushiriki uchaguzi Tanzania nilikuwa na miaka 27 mpaka 95. Mimi nimegombea ubunge, nimetoka chuo kikuu mwaka jana. Nikagombea ubunge. Nikarudia tena na tena. Nikashinda tena. Lema amegombea mara ya kwanza sio miaka mingapi? 27 na yeye. Ameshiriki uchaguzi, ameshindwa na ameshinda. Ameshinda mara 2. Sisi ndio watu wa kuogopa uchaguzi? Mimi nimegombea urais. Mimi ndio wakuitu kuambiwa naogopa uchaguzi? Hatuogopi uchaguzi. Tunataka haki. Tunataka uchaguzi uwe wa haki. Hatutaki uchaguzi ambao watoto wetu, ndugu zetu wanatolewa kafara. Chaguzi zetu siku hizi haziwezekani bila polisi kuua watu wetu. Hatutaki chaguzi za aina hiyo tena. Sasa nataka nieleze kidogo kwa sababu ni muhimu. Hivi ni masuala gani tunataka yabadilishwe? Tunaposema mabadiliko, ni mambo gani tunayoyataka? Mfumo wetu wa uchaguzi una dosari kuu zifuatazo ambazo tunataka ziondolewe. Dosari ya kwanza, mfumo wetu wa uchaguzi ni mfumo wa rais, na rais ni wa CCM. Kwa hiyo mwenyekiti wa CCM na CCM yake ndio wanaodhibiti mfumo wa uchaguzi. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ni mteule wa rais, na rais ni mama, au sio? CCM. Makamu mwenyekiti wa tume ni CCM kwa sababu ameteuliwa na mwenyekiti wa CCM. Wajumbe wote wa tume wameteuliwa na mwenyekiti wa CCM.
Mkurugenzi wa uchaguzi ameteuliwa na mwenyekiti wa CCM. Wanaosimamia uchaguzi huku kwenye majimbo, mkurugenzi na watu wake ni watu wa CCM kwa sababu anateuliwa na mwenyekiti wa CCM. Au nakosea? Mpaka watendaji wa kata wanaosimamia udiwani ni ma CCM watu. Wanaosimamia kwenye vituo vya kupigia na kuhesabia kura huko chini na CCM watu. Ndio maana siku ya uchaguzi hawa mapolisi na hawa wasimamizi wote lengo lao linakuwa hili, kuhakikisha CCM inashinda. Hatutaki tena uchaguzi unaosimamiwa na CCM kwa sababu hayatendi haki. Tunataka tume huru ya uchaguzi. Hilo la kwanza kabisa. Hatutaki tena huyu rais na CCM awe na mamlaka yoyote ya kuamua nani asimamie uchaguzi wowote wa nchi hii. La pili linahusu haki yako ya kupiga kura. Nyie wananchi mnafikiri mna haki ya kupiga kura, si ndivyo mnavyoambiwa? Mnapiga kwani? Kwani mnapiga? Hampigi kura. Kwa haki yenu ya kupiga kura imepuuzwa, na inapuuzwa kwa namna nyingi. Inapuuzwa kwa kupitia wagombea wanaopita bila kupingwa, na inapuuzwa kwa kuandikisha wapiga kura hewa kwa mamilioni. Ukiangalia mwaka jana waliandikishaje wale watu milioni 31 wanaodai waliwaandikisha? Wamechukua madaftari ya wakazi, wameandikisha kila mtu aliyekuwepo kwenye daftari la wakazi. Wakachukua madaftari ya sensa, wakaandikisha wote waliokuwa kwenye madaftari ya sensa. Mahali pengine wameandikisha mpaka waliokufa. Wameandikisha wapiga kura wengine wana miaka 5, wengine 10, wengine marehemu, wengine hawapo kabisa, ni majina. Halafu wakati wa kupiga kura unaona kila polisi kwenye kituo amebeba kabegi mgongoni. Kila mwenyekiti, msimamizi wa uchaguzi, mwalimu au nesi au nani anayekuja ana kabegi. Yule ambaye huwa havai buibui siku hiyo atakuja na buibui. Ukilifunua tu hivi kura feki tu. Nanielewa? Hao wapiga kura feki ndio wanaokuja kujaza masanduku na kura za uongo siku ya kupiga kura. Na hiyo inatokea kwa sababu sheria ya uchaguzi imesema ni tume peke yake ndio yenye uwezo na mamlaka ya kukaa na kutunza daftari la wapiga kura. Sisi wa vyama vya siasa na wagombea hatuna haki ya kuchunguza tume ina nini. Na kwa sababu ni tume ya CCM inajaza daftari la wapiga kura na mamilioni ya wapiga kura feki. Tunataka daftari la wapiga kura liandikishwe upya na liandikishwe na tume huru, ili kusiwe tena na wapiga kura feki. Hilo jambo la ngapi? La pili. Jambo la tatu, kwenye uteuzi wa wagombea. Sasa hivi kuna ugonjwa kwenye chaguzi zetu, kuna ugonjwa unaitwa engua. Mwaka jana kwenye vijiji na mitaa huku ilikuwaje hapa Masasi msipate mwenyekiti hata mmoja wa mtaa? Ilikuwaje msipate mwenyekiti hata mmoja wa kijiji? Kwa sababu wapinzani wote walienguliwa. Na ilikuwa hivyo nchi nzima. Anayeifanya hiyo kazi Mohamed Mchengerwa, mkwe wa mama. Au nakosea? Kwa hiyo tumepata sifuri kila mahali kwa sababu ya
kuengua wagombea. 2020 wagombea kwa maelfu walienguliwa. Kwenye ubunge peke yake sisi wa Chadema tuliweka wagombea 244, wakaengua siku ya kwanza 63, tukapambana tukarudisha 28. Wagombea wetu 35 wakaishia kuenguliwa. Nchi nzima bunge letu hili la leo lina wabunge ambao hawajachaguliwa na wananchi wengi kuliko bunge lingine lolote tangu tumepata uhuru. Majaliwa hajachaguliwa, Nape hajachaguliwa, Mwambe hajachaguliwa, Spika Ndugai hakuchaguliwa, Kabudi hakuchaguliwa, wako kibao. Na madiwani ni hivyo hivyo. Madiwani 872 wa kata hawakuchaguliwa. Zaidi ya 20% ya kata zote nchini wapita bila kupima. Namna ya kuondoa huu ugonjwa wa kuengua wagombea wa upinzani ni kwanza kuweka kwenye katiba na kwenye sheria ya uchaguzi kwamba uchaguzi maana yake ni kuna wagombea wawili au zaidi. Kusiwe na uchaguzi wa mgombea mmoja hata kidogo. Sheria ikisema hivyo, katiba ikisema hivyo, watakoma kuengua wagombea. Na sheria iseme kwamba kama mgombea amekosea kujaza fomu, tunaambiwa hatujui kujaza fomu, tunaambiwa hatujui kuandika majina yetu. Kama umekosea kuandika jina, hivi ni kosa lisilorekebishika hilo? Kama umekosea muhuri wa chama, huwezi ukaambiwa karekebishe huo uweke muhuri sahihi? Haiwezekani. Ukapewa siku moja au mbili kurekebisha kosa? Haiwezekani. Mbingu zitashuka chini kwa sababu umeambiwa ukarekebishe kosa la kwenye fomu ya uchaguzi? Kwa sheria iseme hakuna kuengua wagombea tena, na katiba iseme hakuna uchaguzi wa mtu mmoja tena. Uchaguzi manake kuna wagombea zaidi ya mmoja. Hilo ni jambo la ngapi? La tatu. La nne, fujo tunazofanyiwa wakati wa kampeni na mapolisi na usalama wa taifa na ma-DC na wakuu wa mikoa na maafisa tarafa na watu wa CCM. Fujo tunazofanyiwa. Mimi nimegombea urais, nilikataliwa kuja kufanya mikutano ya kampeni kanda ya kusini. Kusini yote sikukanyaga. Kwa sababu gani? Kwa sababu Magufuli hakukanyaga. Magufuli alikuwa na sababu ya kutokuja huku, ya kuogopa kuja huku. Aliwaleteeni jeshi likawanyang'anya korosho. Mimi kwa sababu Magufuli hawezi kuja, wakaamua na mimi nisije. Nimekwenda kufanya mkutano Kilwa Kivinje, nilipigwa mabomu ajabu. Nikakwepa kanda yote, Lindi, Mtwara, ilizuiwa kabisa. Ni uchaguzi wa aina gani? Nimepigwa mabomu kwenye mikutano mingine 3, nikazuiliwa kufanya kampeni siku 10. Na sio mie peke yangu. Kila mgombea wa upinzani mwenye uwezo wa kuishinda CCM alifanyiwa vurugu ajabu. Na wanaofanya vurugu ni hawa wanaopaswa kutulinda, kwa sababu wanaambiwa. Na mnaona wenyewe, hata mkutano tu wa kawaida huu, mkuu wa wilaya anafanya mkutano mahali pengine pale. Wewe bwana afande OCD, ni utaratibu gani? Kuna mkutano wa hadhara hapa, DC anafanya mkutano wa hadhara mita 100 au 200 kutoka hapa. Huo ni utaratibu wa wapi? Ni utaratibu wa wapi? Mnaruhusu DC anazungumza, tumewapa taarifa ya mkutano,
Alafu DC anatuma watu wanasema mkutano wa Chadema hautafanyika, wameahirisha. Na mapolisi mpo. Huo ni utaratibu wa wapi? Sasa kwenye kampeni ni mbaya zaidi, kwa sababu mapolisi wanatuumiza, usalama wa taifa wanatuumiza, watendaji wanatuumiza. Tunataka fujo hizo zikome. Hizo fujo za kampeni zikome. Hilo jambo la ngapi? La 4. La 5. La 5 ndugu zangu. Na nyie mnafahamu, wala sizungumzi mambo msioyajua. Wakati wa uchaguzi, inapofika siku ya kupiga kura, mawakala inakuaje? Mawakala wa upinzani inakuaje? Kuwaapisha kabla ya kutolewa. Kuwaapisha ni vita na mkurugenzi. Mkurugenzi kupeleka majina vituoni ni vita. Kuingia vituoni ni vita, hata kama wana barua za utambulisho ni vita. Kukaa vituoni mpaka mwisho vita. Kupata matokeo vita. Na hiyo yote ni kwa wapinzani tu. Ni uchaguzi wa aina gani? Tunataka sheria ya uchaguzi iseme kama hakuna wakala wa chama chenye mgombea, uchaguzi usifanyike kwenye hicho kituo. Uchaguzi ufanyike iwapo tu kuna mawakala wote. Unanielewa jamani? Ili tutendewe haki wote. Kama kuna mawakala wa kila upande, hakutakuwa na kura za wizi. Hilo ni la ngapi? La 5. La 6. Siku hizi matokeo yanatangazwa kwa mtutu wa bunduki. Au nakosea? Matokeo yanatangazwa kwa mtutu wa bunduki. Hatutaki tena chaguzi zetu ziamuliwe kwa mtutu wa bunduki. Tunataka chaguzi zetu ziamuliwe kwa sanduku la kura peke yake. Hilo la ngapi? La 6. La mwisho. Hivi tutazika watoto wetu mpaka lini kwa sababu ya uchaguzi? Kila uchaguzi sasa bila mauaji hauendi. Ili CCM wawe wabunge inabidi watoe kafara ya binadamu. Ili wawe madiwani inabidi watoe kafara ya binadamu. 2020 sio 10 ngapi? Na Chingwea hapa moto ipa. Huyu Mahadhi huyu mbunge na ameshinda mara mbili zote na wanamuibia. Amevamiwa siku ya uchaguzi. Vyombo vyake vya matangazo vimeibiwa. Yeye na wenzake wakakamatwa. Watu zaidi ya 200 wakaenda kufungiwa polisi. Wamekaa na kesi miezi mingapi ya bure kabisa. Watu wangapi wamevunjwa miguu na Chingwea? Watu 9 wamevunjwa miguu. Ili iweje? Kwa hiyo hatutaki tena chaguzi zinazoendana na watoto wetu kutolewa kafara. Tunataka chaguzi za amani. Tunataka chaguzi za haki. Mambo mangapi hayo? 7. Hayo yakitekelezwa tutaenda kwenye uchaguzi kesho. Hayo yakitekelezwa tutaenda kwenye uchaguzi. Yasipotekelezwa mwaka huu, I say, yasipotekelezwa mwaka huu, mimi nitaomba na nitawaambieni wa Tanzania, msiruhusu uchaguzi ufanyike. Na huu ujumbe tutaupeleka sio tu nchi nzima,
tutaupeleka duniani. Tutaupeleka kila nchi yenye balozi Tanzania, tutaenda kuwaona na kuwaambia, na tutaenda kwenye nchi zao kwenda kuziambia serikali zao, na tutaenda kwenye mashirika mbalimbali ya kimataifa kwenda kuwaambia kwamba tunataka mabadiliko, vinginevyo uchaguzi, tutahamasisha uchaguzi usifanyike. Sasa na waombeni wananchi wa Masasi, nimalizie, tusiwakwaze hawa mapolisi wanachochewa na DC wao. Wito wangu kwa wananchi wa Masasi na wito wangu kwa wananchi wa Kusini, kumbukeni adha ambayo wamewasababisheni miaka yote. Kumbukeni adha za kuwa watu wa Kusini. Kumbukeni adha za Kusini. Na hapo wala sijazungumza habari ya gesi, au nimezungumza? Na kumbukeni madhara yote ambayo tumeyapata kwa sababu ya uchaguzi. Halafu muamue kwamba kama ambavyo tumesema, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Sasa mimi naomba nimalize ili tukapumzike, na bwana afande akapumzike na watu wake vile vile. Naombeni nimalizie, na nimalizie kwa wito aliotoa Mheshimiwa Lema. Kila mmoja wetu aweke mkono wake kwenye harakati hii. Kila mtu mmoja wenu achangie. Changia kwa kiasi unachoweza. Kama una maji ya kutupa ya kunywa, tunywe, tufanye kazi. Kama unaweza kutusaidia mafuta, tuwekee mafuta, magari yatembee, tufanye hii kazi. Kama una mahali pa kutulaza,